ambaye amenikirimia. Amina. Maana najisikia raha sana kuiona hata familia yangu ni wazima wenye afya. Ushuhuda wa pili, kwanza ninamshukuru mama yangu kwa sababu ananiongoza vyema. Ninamuomba Mungu sana ili aweze kunibariki ili niweze kufanikiwa. Zaidi kiu yangu ni kupata fedha na mimi ili niweze kumtolea yeye kila siku. Lakini imekuja kutokea, nimekuja kupata mzigo, nimekuja kuonekana yani kubarikiwa kwangu mimi ni vigumu sana pasipo kumtumikia Mungu. Najua ni siku nyingi nimekuwa nikilia sana, lakini nimekuja kuonekana mimi ninayo huduma ndani, lakini kumtumikia Mungu imekuwa ni ngumu sana. Ndio maana siku zote nimekuwa nikilia sana ili niweze kubarikiwa, lakini nimeona baraka haziwezi kuja. Ilikuwa ni juzi, wakati kwanza, siku ya kwanza kabisa wiki hii, wakati naanza, mama aliniamuru kuongoza maombi katika semina nzima hii. Kwa kweli nilishtuka sana, nikasema mimi nitaweza kweli? Lakini Mungu ni mwema. Siku ya kwanza nilipoanza tu nikapata nguvu, nikapata ujasiri, nikakuta nimeweza. Amina, amina. Hapa katikati imekuja sauti ikinihimiza kuiombea prezi, ikinihimiza kuomba sana kwa ajili ya prezi. Ikaja kurudika, yani mimi ni ngumu sana kuja kupokea kile ninachokiomba pasipo kusimama kwenye huduma ya kwangu. Kumbe huduma niliyokuwa nayo ikaja kujikuta ni mwimbaji. Kwa hiyo nikawa nawiwa, nikawa natamani. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema ya kuweza kumtumikia. Namshukuru Mungu sana kwa sababu amenipa neema ya kuwa chini ya mama yangu nabii huyu. Kwa kweli sidhani ningekuwa wapi leo hii, kwa kweli nilikuwa napotea sana. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amen. Asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Leo niko vizuri. Amina, amina. Na Yesu kwa kunitendea makuu. Mimi ni mtu ambaye nilishanikatia tamaa sana kwenye maisha yangu. Mimi na Happy tulifikia mahali mpaka tukataka kutengana, kisa hicho kukosa mtoto. Bwana asifiwe. Amina. Siku moja tukiwa tunasikiliza redio, tukasikia nabii akiwa anahubiri. Amina. Amina. Mimi nikawa sipo kabisa kwenye hilo. Happy akachukua namba akampigia nabii pasipo mimi kujua. Siku moja akaniambia kwamba mimi nataka niende Karatu, kuna nabii ameniita. Amina. Nikamruhusu, sikumkatalia kwa sababu nilijua kwamba kuna mengine ataenda kukutana naye kule, kwa sababu nabii wameshakula hela zangu sana. Nikasema wasije wakawa kama wale nao watumiaga hela lakini sioni matokeo. Amina. Akasema hapana, ngoja nikamjaribu, kwa sababu nimemuuliza. Akasema kwamba yeye anaombea bure. Amina. Amen, amina. Ndipo akaenda. Sikuwa naamini kwamba ipo siku itatokea mimi nitakuwa na mtoto. Amina. Amina. Familia yangu walikuwa wananibeza sana maneno kwamba muache Happy kwa sababu Happy ni tasa, hazai. Amina. Nikajiuliza kwa nini hazai wakati hizo nani ambazo hazai anabeba tumboni, kwa nini? Wakaniambia kwamba bora umchukue binti mwingine kwa sababu tazama hiyo binti ambayo tulikuwa tunakwambia umuoe leo ana watoto wawili. Amen. Amina. Nikamwambia hapana, huyo pengine Mungu ameniletea, siwezi kumwacha kwa sababu ya tatizo hilo. Nikawa na imani. Siku moja akaja huko kwa nabii, akaombewa yale majibu ambayo ananiletea mimi naenda nazidi kufarijika kwa sababu ananiletea matumaini. Amina. Amina. Siku moja akaniambia kwamba nataka siku moja tukahamie Karatu kwa sababu kuna matokeo tunaweza tukapata kupitia yule nabii. Amina. Amen. Ndipo siku moja nikawa nawaza, nikasema acha nisimpinge kwa sababu si mama. Nisimpinge kwa sababu pengine labda kuna mambo ameyaona yeye mwenyewe huko. Amina. Ndipo nikaongozana naye tukaja huko Karatu. Kufika huko Karatu nikawa nabisha kuja kanisani. Ananiambia twende kanisani, lakini nabisha kwa sababu naambia mpaka nione matokeo ndio nitakuja kanisani. Sasa siku moja wakawa wamejipanga wao pasipo mimi kujua, wakaniletea mkutano, wakaja kuhubiri kule ninapokaa. Amina. Amina. Zoni. Nikasema sasa hapa mimi nilikuwa sina taarifa hivyo, ile waliniambia kwamba jioni kuna watu watakuja.
Amina. Amen. Nikawa naamini, mimi sikupinga kwa sababu mimi naamini kwamba Mungu pengine atanitendea siku moja. Amina. Amen. Wala sikumjua nabii na sijawahi kumuona. Amina. Amina. Siku moja wakawa wanajitolea, Mama Seti kila siku anajitolea. Siku moja nikasema ngoja niende kanisani nikaone na mimi pia pengine kuna jambo langu na mimi pia. Tukawa tunaongozana mpaka siku moja lile tumbo likaisha ghafla kwa sababu ya yale maombi ambayo alikuwa anaombewa Happy. Amina. Amina. Wiki ilipopita Happy akapata ujauzito ambaye kabisa kile tulipita. Amen. Amina. Ameelezea vizuri kwamba alikuwa na mimba ya mimi na nini likatokea wakati tumbo likaisha na mtu ananieleza. Amina. Ngoja kwanza nielezee, nirudi nyuma kidogo. Happy alibeba ujauzito. Ujauzito ule aliubeba miaka 2. Amina. Kila tukienda kupima Happy ananikwepa kwa sababu yale matokeo anaenda kupewa kule hataki mimi nijue kwa sababu anaambiwa hana ujauzito. Amina. Amina. Ikapita miaka 2 ikapotea tena. Amina. Amina. Akaja kaubebaga tena ujauzito hewa. Nilikuwa sijajua kama ni hewa, nimekuja kujua wakati nimefika huko. Sasa siku moja ile ujauzito na hisi niliona kabisa nikuja nao huko. Amina. Ile ni ya pili. Amen. Amina. Sasa katika kuombewa siku moja wameenda na Mama Seti kupima. Mtumishi bwana, unaweza kutuelezea kwamba mimi ndio miaka 2. Kwa sababu mimi kwa ujasiri wangu najua kwamba mimba inabebwa miezi 9. Sasa waambie kanisa kwamba kwa nini mimba inabebwa miaka 2? Hapo sasa ngoja nielezee kwa ufupi. Ile ujauzito alimbeba kama kawaida. Mimi nilikuwa nafikiria miezi 9 ikifika ni mtoto. Lakini ilipitiliza hadi ikaingia tena mwaka mwingine, ukapitiliza miezi 9. Hadi ukapitiliza kabisa mpaka nikawa nimejikatia tamaa. Sasa nikawa nimeshazoea kumuona Happy akiwa na tumbo aliishi linarudi. Ndio mpaka nikamzoea sasa, nikawa namwambia mama, maisha yetu yatakaoya haya. Kila siku tutaonana hivyo, yaani sijui sasa tutaitanaje hapa. Amina. Amina. Akaja kaubeba ile ikaisha. Ikapotea ghafla, ukaja mwingine tena ambaye alikuja naye ndio nabii akawa anamuombea. Ghafla siku moja walienda kupima. Aliporudi Happy akaniambia kwamba mama ameniambia kwenye ulimwengu wa roho aliona hana ujauzito. Nikamwambia sasa umwamini Mungu huyo. Ungesema amina ili ponyoke pale. Ndipo Happy akaniambia mimi nimeamini. Wakati Happy alirudi baada ya kuambia kwamba hana ujauzito, alirudi akalala na tumbo. Akajirusha kitandani akalala na tumbo. Nikamwambia acha kumuumiza mtoto, akasema sina mtoto. Amina. Amina. Wakati huo nikawa namcheka tu, nikamwambia wewe unajua wewe akili zako sijui zikoje. Unamlalia mtoto hapo unasema kwamba una mtoto kivipi? Akasema sasa mimi nikusikilize wewe au nabii? Nikamwambia msikilize nabii kwa sababu Yesu alitumwa na Mungu. Amina. Amina. Happy nakumbuka alienda kujisaidia. Baada ya kujisaidia alikuja akaniambia kwamba kuna kiumbe kama chura kilitoka kilichomoka, kwa hiyo likadumbukia chooni. Kwenye ile mimba sasa. Ndio, aliporudi tumbo lilikuwa limeisha, alipotenda ile hewa. Ina maana mimba ya kipepo ikapeperushwa. Haleluya. Haleluya. Mpaka hapo tuamini kwamba Bwana ametenda, ameonekana, mimba za kipepo zikaondoka. Hapo tulishaendelea kwamba ikawaje sasa hivi mpaka ukaitwa baba. Sasa baada ya wiki moja Happy akaniambia kama nahisi ina ujauzito. Amina. Nikamwambia acha utani, kama vile unanitania. Akaniambia hapana, twende tukapime. Tukaongozana kupima. Ndipo tukaenda tukapata matokeo kwamba Happy ni mjamzito. Baada ya hapo tukamshirikisha Mama Seti pamoja na mama. Mama hakuamini siku hiyo. Ila Mama Seti akawa sijui ulimpeleka mama ulienda kumpima. Sawa.
walienda kumpima wakamkuta ni mjamzito, na mimi nilifarijika kuwa hata siku moja nitaitwa baba, kwa sababu katikati ya familia yangu mimi ilisemekana kwamba sitaitwa baba mimi. Amina. Tulikuwa tunaitwa watu, tutakuwa ni watu wa kuzunguka tu. Pia atakuwa ni wa kubeba tu ujauzito usiokuwa hata siku moja. Amina. Amina, amina. Baada ya hapo namshukuru Mungu. Pia alitimiza miezi 9. Amen. Wakati alitimiza miezi 9 nikamwambia sasa hapo. Nikamwambia Hepi, nataka sasa hii miezi 9 imefika, nataka niamini hiyo neno la unabii. Hata nilikuwa bado sijaamini kwamba atazaa. Nilimwambia siku ya kuamini kwangu ni siku namshika mtoto. Naambia kwamba mimi ni baba. Amina. Lakini miezi 9 ilipofika, Hepi akaanza kuumwa uchungu. Nikamwambia wewe tulia, mimi nasubiria ile kipindi ambacho nilikwambia. Hapo bado sijaamini kwa sababu hata zile za nyuma ilikuwa uchungu unaushika lakini uzai. Sasa nataka niamini hilo. Amina. Amen. Sasa tukawa na nabii sasa kwenye maombi, anambia namuombea mpaka yeye pia akajifungua. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Unaona jinsi Mungu ametenda. Ametoka kwenye mimba za kichawi, miaka 4 unabeba mimba. Alishuku wewe ni mama unabeba miaka 4, alafu unazaa hewa. Lakini leo mtumishi wa Bwana ana furaha. Jumapili iliyopita alishindwa hata kuongea, alikuwa na furaha ya machozi. Alikuwa analia kiasi gani kwamba Mungu amemtendea. Haleluya. Amen. Yaani mimi nilikuwa sijaamini kwa sababu Jumapili iliyopita nilikuwa ndani waambie kwamba pengine mnaweza mkasema nabii nimemlipa. Mimi sijampa hata senti 100. Amen. Sijampa, yaani upendo mimi nashangaa sana. Sikuwahi kupendwa. Hata mama yangu mwenyewe sidhani kama alishawahi kunipenda namna hiyo. Amina. Amina. Kanisa hili linapendwa. Amina. Amen. Wabariki sana. Amina. Mshangilie Bwana Yesu. Mungu amemlisha Bwana kupitia Bujiko Karatu. Kwa hiyo yaliyoshirikana yanawezekana. Mama mwenyewe alisema mimi nilikuwa mmoja wapo. Kwa hiyo mimi na mtumishi wa Bwana ni kitu kimoja. Nilikuja nilikutana na mama, wamenifunga nabeba mimba lakini mimba hazisizai. Watoto wanakufa, lakini kupitia nabii wa Bwana leo na madume pale 2. Yaani alafu madhabahu yetu inaleta tu madume. Haleluya. Kwa hiyo kama na wewe uko hapa unataka muujiza, mtumishi wa Bwana yuko pale. Haleluya. Karibu Mungu kwa siku ya jana. Nilikuwa mwaminifu sana. Tangu semina ianze nilimwambia Mungu nisikose. Nikaja hapa madhabahuni. Wakati tunaombewa hapa, niliona kitu cha tofauti sana. Sijawahi kuona tangia nizaliwe. Wakati naombewa mimi nilikuwa nimefunga macho. Nikitaka kuomba na shindo. Nikaanza biti imewekwa nikaanza kuomba, nikaanza kuimba. Sasa wakati naomba nikaona kama mama anachelewa kuja kuniombea. Maana nilikuwa naona kitambaa cheusi. Wananifunga ili nisimuone mama na nisione ninakoenda na wanitumbukiza kabisa katika pori nene. Nikawa natamani mama aje. Wakati mimi natamani nikasikia sauti inaomba. Nikawa nasema mama nitoe. Lakini wamenifunga. Wanatamani kunifunga, yani wanatamani. Mama aliponiombea ile hali ikaisha. Nikaona nimetoka. Amina. Amen. Kwa sababu umenitoa. Amina. Amina. Kushangilia Bwana. Nashukuru kwa challenge. Amen. Nasema katika jina la Yesu. Mimi kipekee namshukuru Mungu kwa mahali hapa. Amina. Kipindi chote nilikuwa naumwa maumivu makali kwenye mgongo, kwenye kichwa, hali sielewelewi. Lakini tokea nilipokanyaga hapa nimepona, mimi ni mzima, sioni hali ikitokea. Amen. Amina. Sioni ile hali ikitokea kwa siku ile nilikuwa. Kwa muda gani mtumishi wa Bwana umekuwa unaumwa maumivu ya mgongo? Kwa miaka tokea nilipofika mji fulani kuchelewa kama ni mtu mzima. Nasikia maumivu makali kwenye mgongo, kwenye kiuno, kwenye miguu, nasikia maumivu. Amen.